Ongezeko la vyombo vya habari mtandaoni haliathiri maadili na utamaduni wa taifa letu? Swali hili linatolewa majibu na Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Spika, serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeendelea kutoa leseni za vyombo vya habari na waandaaji wa maudhui mtandaoni kwa maombi ambayo yanakidhi vigezo vilivyowekwa ili kupanua wigo na kutoa habari nchini kwa kuzingatia sheria na kanuni za utangazaji. Hadi Machi 2025, leseni 206 za televisheni na redio za mtandaoni zimetolewa. Aidha, serikali kupitia TCRA imeendelea kutoa elimu na imekuwa na programu maalum za kuelimisha watumiaji wa mitandao kuhusu matumizi sahihi na salama ya mitandao na kuendelea kufuatilia wale wanaokiuka maadili ya Mtanzania na kuwawajibisha, ikiwemo kuwafungia uzalishaji wa maudhui na kuwapiga faini kwa mujibu wa sheria za vyombo vya habari na za nchi. Mheshimiwa Spika, fauka na hayo, serikali imeanzisha bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ikiwa ni utekelezaji wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Bodi hii inasimamia weledi na maadili kwa waandishi na kuhakikisha waandishi wenye sifa tu ndio wanaoruhusiwa kutumika katika vyombo vya habari. Mheshimiwa Amina. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, umekuwa na ongezeko kubwa la vyombo vya habari vya mtandaoni. Je, bodi ya ithibati inasimamiaje kuhakiki waandishi wa habari? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kujibu swali la Mheshimiwa Amina kwa niaba ya Mheshimiwa Taufika, bodi ya ithibati lengo lake la msingi litakuwa ni kuhakikisha kwamba inasimamia weledi na maadili miongoni mwa waandishi wa habari, wakiwamo waandishi wa habari wa vyombo vinavyotekeleza majukumu yake mtandaoni, na litakuwa na jukumu la kusimamia vyote hivi ili kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafanya shughuli zao kwa kufuata weledi, maadili na kuzingatia usalama wa taifa bila kukandamiza uhuru wa habari. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Viwanda Biashara, Mheshimiwa Jacqueline Kainje. Je, lini serikali itaona haja ya kuwa na kiwanda cha asali tarafa ya Kiwele hadi Sikonge? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Viwanda na Biashara na Naibu Waziri anatoa majibu ya swali hilo. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Wilaya ya Sikonge ina tarafa mbili ambazo ni tarafa za Sikonge na Kiwele. Serikali kupitia mfuko wa huduma za misitu Tanzania Forest Services ilijenga kiwanda cha kuchakata mazao ya nyuki tarafa ya Sikonge. Kiwanda hicho kina uwezo wa kuchakata asali tani 4 kwa siku. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kukidhi mahitaji ya kiwanda kilichojengwa sasa, serikali itaanza mchakato wa awali wa kujenga kiwanda cha pili cha kuchakata mazao ya nyuki, ikiwa ni pamoja na kuainisha uwezo wa uzalishaji wa asali kwa tarafa ya Kiwele. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jacqueline. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Kama alivyosema, kuna kiwanda ambacho kimejengwa wilaya ya Sikonge, lakini tangu kizinduliwe kiwanda kile hakijaanza kufanya kazi. Je, ni lini serikali itaweza kuamua kiwanda hicho kiweze kufanya kazi? Lakini swali langu la pili, kutoka tarafa ya Kiwele